Karibu mpenzi mtazamaji na msikilizaji katika tafakari ya Dominika ya 5 ya kipindi cha Kwaresma mwaka A wa Kanisa. Ninayekuletea tafakari hii naitwa Padri Kevin Onesimo Mkama wa Jimbo Kuu Katoliki Mwanza. Nitajikita zaidi katika injili yetu ya Dominika ya 5 ya Kwaresma mwaka A wa Kanisa. Labda tuianze kwanza kwa kuisoma ili tutakapoanza kuitafakari tuweze kuelewa vizuri zaidi. Injili yetu ndugu zangu inatoka Injili ya Mtakatifu Yohane sura ya 11 aya ya 1 hadi ya 45. Mtu mmoja alikuwa hawezi, Lazaro wa Bethania, mwenyeji wa mji wa Mariamu na Martha dada yake. Ndiye Mariamu yule aliyempaka Bwana marhamu, akamfuta miguu kwa nywele zake, ambaye Lazaro ndugu yake alikuwa hawezi. Basi wale maumbu wakatuma ujumbe kwake wakisema, Bwana, yeye umpendaye hawezi. Naye Yesu aliposikia alisema, ugonjwa huu si wa mauti, bali ni kwa ajili ya utukufu wa Mungu, ili mwana wa Mungu atukuzwe kwa huo. Naye Yesu alimpenda Martha na umbu lake na Lazaro. Basi aliposikia ya kwamba hawezi, alikaa bado siku 2 pale pale alipokuwapo. Kisha baada ya hayo akawaambia wanafunzi wake, twendeni Uyahudi tena. Wale wanafunzi wakamwambia, Rabi, juzi tu Wayahudi walikuwa wakikutafuta kukupiga kwa mawe, nawe unakwenda huko tena? Yesu akajibu, Je, saa za mchana si 12? Mtu akienda mchana hajikwai, kwa sababu aiona nuru ya ulimwengu huu. Bali akienda usiku hujikwaa, kwa sababu nuru haimo ndani yake. Aliyasema hayo, kisha baada ya hayo akawaambia, rafiki yetu Lazaro amelala, lakini ninakwenda nipate kumwamsha. Basi wale wanafunzi wakamwambia, Bwana, ikiwa amelala atapona. Lakini Yesu alikuwa amenena habari ya mauti yake, nao walidhani ya kuwa ananena habari ya kulala usingizi. Basi hapo Yesu akawaambia waziwazi, Lazaro amekufa. Nami nafurahi kwa ajili yenu kwamba sikuwapo huko, ili mpate kuamini. Lakini na twendeni kwake. Basi Tomaso aitwaye Pacha akawaambia wanafunzi wenziwe, twendeni na sisi ili tufe pamoja naye. Basi Yesu alipofika alimkuta amekwisha kuwako kaburini yapata siku 4. Na Bethania ilikuwa karibu na Yerusalemu, kadiri ya maili 2 hivi, na watu wengi katika Uyahudi walikuwa wamekuja kwa Martha na Mariamu ili kuwafariji kwa habari ya ndugu yao. Basi Martha aliposikia kwamba Yesu anakuja, alikwenda kumlaki, na Mariamu alikuwa akikaa nyumbani. Basi Martha akamwambia Yesu, Bwana, kama ungelikuwako hapa, ndugu yangu hangalikufa. Lakini hata sasa najua ya kuwa yoyote utakayomwomba Mungu, Mungu atakupa. Yesu akamwambia, ndugu yako atafufuka. Martha akamwambia, najua ya kuwa atafufuka katika ufufuko siku ya mwisho. Yesu akamwambia, mimi ndimi huo ufufuo na uzima. Yeye aniaminie mimi, ajapokufa atakuwa anaishi. Naye kila aishie na kuniamini hata kufa kabisa hata milele. Je, unasadiki hayo? Akamwambia, naam Bwana, mimi nimesadiki ya kwamba wewe ndiwe Kristo, mwana wa Mungu, yule ajaye ulimwenguni. Naye alipokwisha kusema hayo alikwenda zake, akamwita umbu lake Mariamu faragani akisema,
mwalimu yupo anakuita. Naye aliposikia aliondoka upesi akamwendea. Na Yesu alikuwa hajafika ndani ya kijiji, lakini alikuwa akalipo pale pale alipomlaki Martha. Basi wale Wayahudi waliokuwako na Mariamu nyumbani wakimfariji, walipomuona jinsi alivyoondoka upesi na kutoka, walimfuata, huku wakidhani ya kuwa anakwenda kaburini ili alie huko. Basi Mariamu alipofika pale alipokuwako Yesu na kumuona, alianguka miguuni pake akamwambia, Bwana, kama ungelikuwapo hapa, ndugu yangu hangalikufa. Basi Yesu alipomuona analia na wale Wayahudi waliofuatana naye wanalia, aliugua rohoni, akafadhaika roho yake, akasema, mmemweka wapi? Wakamwambia, Bwana, njoo utazame. Yesu akalia machozi. Basi Wayahudi wakasema, angalieni jinsi alivyompenda. Bali wengine wao wakasema, je, huyu aliyemfumbua macho yule kipofu hakuweza kumfanya na huyu asife? Basi Yesu, hali akiugua tena nafsini mwake, akafika kwenye kaburi, nalo lilikuwa ni pango na jiwe limewekwa juu yake. Yesu akasema, liondoeni jiwe. Martha dada yake yule aliyefariki akamwambia, Bwana, ananuka sasa, maana amekuwa maiti siku 4. Yesu akamwambia, mimi sikukwambia ya kwamba ukiniamini utauona utukufu wa Mungu? Basi wakaliondoa lile jiwe. Yesu akainua macho yake juu akasema, Baba, nakushukuru kwa kuwa umenisikia. Nami nalijua ya kuwa wewe wanisikia siku zote, lakini kwa ajili ya mkutano huu wanaohudhuria nalisema haya, ili wapate kusadiki kwamba ndiwe uliyenituma. Naye akiisha kusema hayo, akalia kwa sauti kuu, Lazaro, njoo huku nje. Akatoka nje yule aliyekufa, amefungwa sanda miguuni na mikononi, na uso wake umefungwa kwa leso. Naye Yesu akamwambia, mfungueni mkamwache aende zake. Basi wengi katika Wayahudi waliokuja kwa Mariamu na kuyaona yale aliyofanya wakamwamini. Ndugu zangu, hiyo ndio Injili ya Dominika ya 5 ya mwaka A wa kanisa, kipindi cha Kwaresma. Tumeona katika Jumapili 2 zilizopita, Jumapili ile iliyotangulia ya kwanza, tulimsikia Bwana wetu Yesu Kristo anamuomba maji mwanamke Msamaria pale kisimani, na hivyo Yesu akadhihirisha kwamba yeye ndiye maji ya uzima. Na Jumapili iliyopita tulimsikia Yesu anafumbua macho ya kipofu, baada ya kuwa amesema awali kwamba mimi ndimi nuru ya ulimwengu. Akamwangazia kweli yule kipofu akapata kuona. Basi ndugu zangu wapendwa, katika Jumapili ya leo tunasikia Yesu akimfufua Lazaro. Lakini kabla ya kumfufua Lazaro, katika mazungumzo yake na Martha, Yesu anasema, mimi ndimi ufufuo na uzima. Na kweli baada ya muda mfupi anadhihirisha hilo anapomfufua Lazaro. Basi ndugu zangu, tuanze sasa kwa undani tafakari ya Injili tuliyoisikia. Kwanza lazima tufahamu kwamba Yesu anapopelekewa habari ya kwamba Lazaro anaumwa, Yesu alikuwa katika mji unaitwa Bethania, lakini sio Bethania walipo Martha na Mariamu. Hapana, ni Bethania ambayo iko ng'ambo ya mto Yordani, Bethania ya mji unaitwa Perea. Tumejuaje kwamba Yesu alikuwa Bethania? Tunaambiwa katika ile sura ya 10 ya Injili ya Yohane, baada ya Yesu kuwa amekwenda hekaluni wakati wa sikukuu ya kutabaruku, alisema kwamba mimi na Baba tu umoja. Na tunasikia Wayahudi waliokota mawe wakataka kumrushia Yesu,
na Yesu akaenda ng'ambo ya Yordani alipokuwa akifundisha Yohane Mbatizaji. Kule ambako alikuwa akifundisha Yohane Mbatizaji, hiyo ng'ambo ya Yordani ndio mji ambao unaitwa Bethania ya Perea. Kwa hiyo Yesu yuko Bethania ya Perea, anapata habari zinazomhusu Lazaro ambaye ni mgonjwa, ambaye yuko Bethania ambao ni jirani na Yerusalemu yapata maili 2, ambayo kwa kweli ni Bethania ambao tunasema ni kilomita kama 3 hivi. Yesu anasema ni maili 2 kutoka Yerusalemu, ambao tukiweka katika kilomita ni kama kilomita 3 hivi kutoka mji wa Yerusalemu. Kwa hiyo Yesu anapopewa taarifa yuko mbali kidogo, lakini mji wanaoishi Martha na Mariamu ni karibu na Yerusalemu. Sasa ndugu zangu, tunajifunza nini kwanza katika injili hii? Kama ambavyo nimeshadokeza awali, Yesu katika mazungumzo yake anamwambia Martha, mimi ndimi ufufuo na uzima, na baadaye anamfufua Lazaro. Tunafahamu kabisa kwamba kwa imani za Wayahudi na hata imani zetu sisi wanadamu, mwenye uwezo wa kumfufua mtu na kumpa uzima ni Mungu peke yake. Ndivyo walivyoamini Wayahudi na ndivyo tunavyoamini sisi. Na Yesu anapokwenda kumfufua Lazaro, kimsingi anadhihirisha kwamba yeye kweli ni Mungu. Ni Mungu ambaye amekuja kwa ajili ya kuwapatia wanadamu uzima. Lakini tendo la kumfufua Lazaro linaashiria pia kwamba Kristo mwenyewe anao uwezo wa kufufuka katika wafu. Anatudhihirishia kwamba yako maisha baada ya kifo. Kama Lazaro alikuwa amekufa, lakini kwa nguvu zake ameweza kumfufua, ni kiashiria kwamba kuna maisha baada ya kifo. Kifo sio sentensi ya mwisho katika kitabu, hapana. Kifo ni kama alama ya koma, ambayo tunaposoma tukakutana na alama ya mkato au ya koma, huwa tunaambiwa tupumzike kidogo kuvuta pumzi, lakini sentensi haijafika mwisho. Na hivyo Yesu kwa kumfufua Lazaro anataka kutuambia kwamba kifo kwa kweli sio kwamba mtu anapoteza uzima moja kwa moja. Kuna maisha baada ya kifo, maisha ambayo chanzo chake ni Mwenyezi Mungu. Ni nguvu ya kutupa hayo maisha anayo Mungu mwenyewe, na ni wale tu wanaomwamini, wale tu wanaozishika amri zake, wale wanaomsadiki ndio watakaopata ule uzima wa milele. Kwa hiyo Yesu kwa tendo hilo anamfufua Lazaro kuashiria kwamba yako maisha baada ya uzima. Lakini ndugu zangu, tukumbuke kwamba sisi wote Lazaro anatuwakilisha. Lazaro amekufa na ni siku ya 4 ananuka. Ndugu zangu, hata sisi tumekufa kiroho, kwa sababu dhambi daima inatuua. Tunaweza tukawa tunatembea, lakini kwa kweli kimsingi tumeshakuwa marehemu, kwa sababu dhambi inaua mahusiano yetu na Mungu. Dhambi inaua mahusiano yetu na wenzetu, lakini dhambi inaua mahusiano yetu na nafsi zetu sisi wenyewe. Sisi ni marehemu kiroho, lakini tunapompa Mwenyezi Mungu nafasi, tunapompa Kristo nafasi, anao uwezo wa kuturudishia uzima wa kimungu. Anao uwezo wa kutusafisha, anao uwezo wa kuondoa harufu mbaya ambayo inanuka. Ni kweli tumeoza, tunatoa harufu kwa sababu ya dhambi. Hii miili japokuwa tunaipamba kwa vipodozi mbalimbali, tunapaka mafuta, tunailisha vizuri, lakini kama inaishi katika hali ya dhambi, ni miili ambayo tayari imekwisha kufa. Lakini hatupaswi kukata tamaa. Tunapaswa kujiaminisha kwa Mwenyezi Mungu, kwa Mwenyezi Mungu anao uwezo wa kutufufua. Mwenyezi Mungu anao uwezo wa kutupatia uzima wa kiroho. Tunapaswa tu kutoka katika hali yetu ya dhambi na kumwendea Kristo na kumuomba kwamba aguse maisha yetu kwa namna ya pekee, tupate kuwa tena wazima kiroho, tupate kuishi kadiri ya amri zinazompendeza Mwenyezi Mungu. Ndugu zangu, Mwenyezi Mungu anatutaka ili aweze kutufufua vizuri kiroho, anatutaka tutoke katika makaburi yetu. Tunaambiwa Yesu alipofika kaburini akawaamuru walitoe jiwe lililokuwa limefungwa katika mlango wa kaburi, wakalitoa. Na tunaambiwa Kristo akaita kwa sauti, Lazaro, njoo nje. Angalia, Mwenyezi Mungu anatuita kila mmoja kwa jina lake. Unaweza ukatoa pale jina la Lazaro,
ukaweka jina lako. Kevin, njoo nje. Mariamu, njoo nje. Onesimo, njoo nje. Ni kwa nini? Tunajua kabisa mtu aliyoko kaburini kwa kawaida na giza huko. Yesu anataka tutoke katika maisha ya giza. Yesu anataka tutoke katika makaburi yetu, makaburi ya uzinzi, makaburi ya uchoyo, makaburi ya wivu, makaburi ya mauaji. Tutoke nje, tuone mwanga wa Kristo, tukutane naye. Kwa hiyo ni mwaliko wa kila mmoja kutoka katika maisha yake ya sasa kwenda katika maisha mapya. Na kipindi cha Kwaresma ndio ambacho kinatupa zaidi namna ya kujiandaa, namna ya kutoka katika maisha yetu ya zamani. Kwa hiyo Kristo anamuita kila mmoja kwa jina lake, aweze kukutana naye, aweze kumchukua. Kristo kwa kweli angalii unanuka kiasi gani, angalii dhambi zimekufanya uwe mbaya kiasi gani. Kristo angalii ukubwa wa dhambi ulizotenda. Kristo anaangalia moyo unaotafuta toba, moyo unaotafuta huruma yake, moyo ambao uko tayari kubadilika. Na ndio maana anatuita kwa majina kila mmoja, bila kujali harufu inayotoka katika miili yetu, harufu inayotokana na dhambi. Anasema fulani, njoo nje. Ni sisi tu kuitikia sauti yake na kwenda nje. Ndugu zangu, kuna jambo pia kubwa la kutufundisha. Kristo anapopewa habari ya kwamba Lazaro anaumwa, aendi moja kwa moja kwa Lazaro. Na alikuwa ni rafiki yake sana, alimpenda sana Lazaro. Lakini angalia, tunaambiwa katika Injili tuliyoisikia, aliendelea kukaa huko alikokuwako, ambako tumejua kabisa kwamba ni mji wa Bethania ya Perea. Akaendelea kukaa huko kwa muda wa siku 2 mfululizo, 2 zaidi. Hakwenda moja kwa moja. Ndugu zangu, kuna fundisho kubwa sana Mwenyezi Mungu anataka kutufundisha hapa. Ndugu zangu, Mwenyezi Mungu katika utendaji wake ana muda wake, muda ambao ni tofauti kabisa na muda wa binadamu. Pengine sisi tunapokuwa katika tabu, tunataka muda huo tukimwita Mwenyezi Mungu atuitikie. Tunataka muda huo tukisali Mwenyezi Mungu atupatie jibu. Lakini muda wa mwanadamu sio muda wa Mwenyezi Mungu. Yesu akaendelea kukaa siku 2 zaidi. Kumbe unaweza ukasali miaka na miaka ukafikiri Mwenyezi Mungu amekusahau. Hapana. Mwenyezi Mungu anaruhusu muda upite kwa sababu anataka baadaye adhihirishe utukufu wake. Anataka baadaye akutendee jambo ambalo ni kubwa zaidi. Na hivyo hatupaswi kukata tamaa, ndugu zangu, katika maisha. Hatupaswi kulia na kulalamika kwamba mbona Mwenyezi Mungu ametuacha? Mbona Mwenyezi Mungu hajajibu sala yangu? Mbona muda unapita sipati kazi? Mbona muda unapita mwanangu haponi? Mbona muda unapita sina haueni katika maisha? Ndugu zangu, tujue kabisa kwamba muda wa Mungu sio muda wa mwanadamu. Na Mwenyezi Mungu anatenda kwa muda ambao ni mwafaka, kwa sababu anataka kudhihirisha jambo ambalo ni kubwa. Hilo ni jambo la msingi sana, ndugu zangu, ambalo tunapaswa kulielewa. Hatupaswi kukata tamaa. Tunapaswa daima, ndugu zangu, kusubiria muda wa Mungu ufike, kusubiria muda ambao Mwenyezi Mungu atatenda jambo lake. Hilo ndio jambo ambalo tunapaswa kuliweka katika mioyo yetu. Haijalishi ni lini. Sisi tuna vipimo vya muda wa kibinadamu, tuna masaa, tuna sekunde, tuna siku, tuna miaka, tuna karne, tuna miongo na kadhalika. Lakini kwa Mwenyezi Mungu hakuna cha miaka, hakuna cha miongo, hakuna cha karne. Muda wa Mungu unapofika ndio muda ambao ulikusudiwa ili yeye aweze kutenda jambo kwa ajili yetu. Kwa hiyo ni kujiaminisha tu kwake, ndugu zangu, na kusubiri Mwenyezi Mungu atende zaidi. Jambo jingine ambalo tunajifunza, ndugu zangu, Mwenyezi Mungu, Bwana wetu Yesu Kristo, anapoambiwa kwamba Lazaro anaumwa, anasema ugonjwa huu sio kwa ajili ya mauti, bali ni kwa ajili ya utukufu wa Mungu, kwa ajili ya utukufu wa Mungu. Ndugu zangu, changamoto za maisha tunazozipata, iwe ni magonjwa, iwe ni ukorofi wa watoto, iwe ni changamoto za kazini, kuna fitna, kuna husuda huko makazini, ziwe ni changamoto za wito wetu katika ndoa, wito wetu katika upadri, ziwe ni harakati za ugumu wa maisha, tukumbuke tu jambo moja, kwamba hayo yote Mwenyezi Mungu hayaruhusu yakupate ili tuweze kuangamia, ili atuangamize, au ni kwa sababu hatupendi,
au ni kwa sababu anapenda kutuona tunakufa kabisa kiroho? Hapana. Mwenyezi Mungu anaporuhusu hayo, anaruhusu kwa ajili ya kudhihirisha utukufu wake. Ndugu zangu, kama tuliona hata Jumapili iliyopita walipomuuliza kwamba je, huyu kipofu ametenda dhambi au ni wazazi wake? Yesu akasema kwamba wala sio yeye aliyetenda dhambi, wala sio wazazi wake, ila ni kwa ajili ya kudhihirisha utukufu wa Mwenyezi Mungu. Anakirudia leo anapoambiwa juu ya ugonjwa wa Lazaro, kwamba Lazaro anaumwa, na Yesu anasema ugonjwa huo sio kwa ajili ya mauti, bali kwa ajili ya kudhihirisha utukufu wa Mwenyezi Mungu. Chochote ambacho kwa macho yetu, ndugu zangu, tunakiona ni kibaya, tunakiona kama vile hatupaswa kitupate sisi, tunakiona kama ni mahangaiko, tunakiona kama ni adhabu, tunakiona kama pengine ni laana, tukumbuke kabisa mbele ya Mwenyezi Mungu ni kwa ajili ya kudhihirisha utukufu wake. Hebu fikiria ni mangapi ambayo tulishapitia mabaya katika maisha, lakini leo tunasema hakika Mwenyezi Mungu alikuwa mkubwa, hakika Mwenyezi Mungu alituvusha, hakika Mwenyezi Mungu ameonyesha ukuu wake. Ulipatwa na ajali, lakini haikuwa kwa ajili pengine ya kukuua, ya kukuumiza, ya kumlalamikia Mwenyezi Mungu, lakini pengine ilikuwa ni ajali ya kukurudisha karibu na Mwenyezi Mungu. Ulipatwa janga fulani la ugonjwa, pengine ulikuwaga uzuri kanisani, ukapata kuugua. Katika kuugua kwako ukakumbuka kwamba kwa kweli Mungu yupo, na baadaye hata baada ya kupona ukaanza kwenda kanisani. Ni kwa kweli ni kwamba Mwenyezi Mungu ametumia lile jambo ambalo lilikuwa ni baya ili basi kudhihirisha utukufu wake. Kumbe chochote ambacho tunakipata katika maisha, tunakumbana nacho katika maisha, ni kwa ajili ya sifa na utukufu wa Mwenyezi Mungu. Na ndipo maana Yesu alipokwenda kumfufua Lazaro, kabla hata ya kumfufua Lazaro alisema nafurahi kwa kuwa siku wako kuu. Anafurahi kwa sababu gani? Anafurahi kwa sababu anajua tukio hili la kifo cha Lazaro linadhihirisha utukufu wake. Mwenyezi Mungu sio kwamba anafurahia tu tunapoumia, hapana. Anafurahia kwa sababu anajua katika kila kitu ambacho tunakiona ni kibaya, yeye anaweza kukigeuza na kuwa jambo zuri na kudhihirisha utukufu wake. Kuna jambo pia kubwa ambalo tunajifunza kutoka katika injili yetu ya leo. Jambo hilo ni lipi, ndugu zangu? Yesu anapopata habari ya kwamba Lazaro anaumwa, wanamwambiaje? Wanamwambia yule umpendaye hawezi. Yule umpendaye hawezi. Wakati fulani huwa tunashawishika kuamini kwamba watu wanaopata shida, wanaopata matatizo, ni watu ambao pengine hawapendwi na Mwenyezi Mungu. Lakini katika injili tunafunuliwa kwamba si kweli. Yule umpendaye hawezi. Yule umpendaye, yule anayependwa na Kristo ambaye ni Mungu. Lazaro anaumwa, na ndio yule Lazaro ambaye atakufa. Ndugu zangu, matatizo yanayotupata si kwa sababu Mwenyezi Mungu atupendi. Hata wanaopendwa na Mwenyezi Mungu, Mwenyezi Mungu anaruhusu wapate matatizo, wapate shida, ili aweze kuwaimarisha zaidi, ili awatakase zaidi, ili awape nguvu zaidi, ili awavute zaidi kwake. Na hivyo shida, ndugu zangu, sio kwa ajili anaochukiwa na Mwenyezi Mungu. Unapopatwa na shida, tukumbuke hata wanaopendwa na Mungu wanaweza kuteseka. Hata wanaopendwa na Mungu wanaweza kupata changamoto za maisha. Na hivyo tunapaswa kulitambua hilo na kuliishi. Na ndio maana mtu unaweza ukawa unaona unasali sana, kanisani upo, sala zote unahudhuria, jumuiya unakwenda, unajitahidi kushika amri za Mungu, lakini wakati mwingine unaona mambo yanakuendea mrama. Mambo hayaendi kama unavyofikiri. Na unaanza kufikiria Mwenyezi Mungu anipendi, Mwenyezi Mungu amenilaani, Mwenyezi Mungu amenitupa, Mwenyezi Mungu ameniacha. Hapana. Hata mateso ni kudhihirisha upendo. Hata kwa wanaopendwa na Mwenyezi Mungu yako mateso. Na ndio maana kuna mtu alisema kwamba, kwa Kiingereza alisema, God had only one son without sin, but not without sufferings. Mungu alikuwa na mwana mmoja tu asiye na dhambi, lakini sio asio na mateso. Na ndio maana Kristo alipitia mateso msalabani, ambaye ni mwana mpendwa wa Mungu. Mwana mpendwa wa Mungu
akasulubiwa msalabani, akamwaga damu yake kwa ajili ya wokovu wetu sisi. Mwenyezi Mungu anaporuhusu tuteseke ni kwa sababu anatupenda, ni kwa sababu kuna kitu kizuri anakusudia katika maisha yetu, ni kwa sababu anataka tupate uzima wa milele kwa njia ya mateso kama alivyokuwa mwanae, na hivyo tunapaswa kumshukuru Mwenyezi Mungu. Jambo jingine ambalo tunajifunza kwa Mwenyezi Mungu ni kwamba Mwenyezi Mungu hata tunapopatia shida, tunapopitia mahangaiko yetu, ndugu zangu, sio kwamba anafurahia, sio kwamba anachekelea, sio kwamba anataka tuumie ili yeye apate furaha. Hapana. Mwenyezi Mungu hayuko mbali na mateso ya mwanadamu. Mwanadamu anapoteseka, Mwenyezi Mungu anafahamu kwamba mwanadamu anateseka. Na ndio maana Yesu alichukua mwili kama wa mwanadamu ili ajue uzito wa mateso yetu, ajue uzito wa mahangaiko yetu, ajue uzito wa taabu zetu. Alishiriki matatizo yetu, alishiriki uchungu wetu. Unaona hata leo kabla ya kumfufua Lazaro tunaambiwa Yesu alilia machozi. Aliguswa na kifo cha Lazaro. Mungu Kristo anaguswa na mahangaiko yetu. Kristo anaguswa na taabu zetu. Tusipate kishawishi cha kuzani Mwenyezi Mungu anafurahia tunapoteseka. Tusipate kishawishi kukazani Mwenyezi Mungu anaziba masikio tunapoteseka, au anaziba macho asione mateso yetu. Mwenyezi Mungu anajua mahangaiko yetu na anayashiriki mahangaiko yetu. Kristo alitoa mwili apate kushiriki zaidi matatizo yetu, apate kushiriki hisia zetu tunazopitia. Na hivyo ndugu zangu, Mwenyezi Mungu anashiriki shida zetu, anashiriki matatizo yetu. Tujiaminishe daima kwake, tujiaminishe daima kwa Mwenyezi Mungu, yeye ambaye anajua matatizo yetu. Na ndio maana kuna neno zuri sana la Kiingereza tunalisikia sana wanapomzungumzia Yesu, hasa anapoona watu wanateseka, wanaitumia sana wainjili. Wanasema Jesus had compassion. Compassion. Kumbuka alipofundisha, tunasema aliwahurumia makutano kwa sababu aliwaona ni kama kondoo wasio na mchungaji. Compassion, he had compassion. Toka kwa neno la Kilatini cum na neno passio. Cum with, pamoja na. Passio, sufferings, mateso. Kwa anaposema Yesu had compassion kuhusu mtu fulani au kuhusu watu fulani, manake Yesu aliteseka pamoja nao. Ndio maana ya kuwaonea watu huruma, compassion. To suffer with someone, kuteseka pamoja na mwingine. Na unaona Yesu Kristo anateseka pamoja nasi. Anamlilia Lazaro, anaonyesha uchungu wake pamoja na Martha na Mariamu, kuonyesha kwamba kuna hali ambazo anapitia mwanadamu zinazompa mateso, zinazompa huzuni, zinazompa manunguniko. Anazijua hizo zote, na hivyo yeye ndiyo suluhisho. Anazijua shida zetu na anatatua. Baada ya kumfufua Lazaro, bila shaka Martha na Mariamu walifurahia tukio hilo, walirudisha furaha yao, wakamsifu Mwenyezi Mungu, wakamtumaini. Tunaambiwa mwishoni watu wengi walimwamini kwa sababu ya tendo la kumfufua Lazaro. Muamini Kristo. Kristo anaweza yote, Mungu anaweza yote. Asanteni sana na Mwenyezi Mungu awabariki sana. Naitwa Padri Kevin Mkama wa Jimbo Kuu Katoliki la Mwanza. Asante sana.